ومن تمسك بسنته إلى يوم. Kuzungumzia kuhusu hali ya mzozo inayoripotiwa katika jamii ya Waislamu wa jimbo la Kivu ya Kusini na kutafuta suluhisho yenye kudumu kati ya pande zinazohusika na mzozo. Hiyo ni lengo kubwa ya mkutano ulioandaliwa pa Bukavu kwa niaba ya washehe na wa imam pa Bukavu. Katika kikao, mwakilishi jimboni wa imam Sheikh Salen Rajabu alialika Waislamu kuwa na tabia ya kuishi kwa amani na kuacha kujipendelea. Hayo yote ni katika lengo ya kuweza kuleta umoja katika jamii yote ya Waislamu. Aliendelea na kuonesha ya kuwa wakati waamini wote wa dini la Kiislamu wanakuwa pamoja, ni hapo nguvu itaonekana na maendeleo yataripotiwa katika jamii ya Waislamu, kama aliendelea na kuonesha Sheikh Saleh Rajabu. Subhanahu wa ta'ala bina'amihi thumma nusalli wa nusallim ala rasulil karim Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man atba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, shuyukhul kiram, اجتمعنا اليوم هنا لنتحدث عن أمور الدين الإسلامية، وينبغي علينا كل واحد منا أن نهتم بأمور الدين ونلتزم أنفسنا بالنصر الدين الإسلامية. Ndugu zangu mashehe Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kukutana hapa kwa sababu ya kuona kwamba tuko Waislamu. Hilo ni ula. Imma thania, tuko Waislamu ambaye tuna uchungu wa dini, tunampenda Mwenyezi Mungu. Hauwezi ukawa Muislamu kama haumpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumpenda Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ni kuipenda dini ya Mwenyezi Mungu ambaye aliyetuletea kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Najua kwamba wengi hapa wametoka nafasi mbalimbali tofauti, mbali sana, na hii yote watu wanatoka Uvira, wanatoka Kale, wanatoka Kabare, wanatoka Mwenga, wengine wanatoka hata Fizi. Ni kwa sababu ya kuipenda dini ya Mwenyezi Mungu. Hawangekuwa na mapenzi ya Allah, hawangesumbuka na kulipa matikiti yao ili waje kwa sababu ya kubadilishana fikra ya dini hii ya Uislamu. Nashukuru pia kwa moderateur ambaye amekadirisha muda wa hii mateme tatu ambaye tuko nayo au 3 points à l'ordre du jour. Mimi naitwa Sheikh Saleh Rajab. Niko hapa leo Bukavu au Sud Kivu miaka 21. Niko hapa Sud Kivu. Na wakati nimefika hapa Sud Kivu, hapa naingia mara moja kwenye pointi ya kwanza. Tangu kufika Sud Kivu, Waislamu mashehe, nimekuta dini ya Uislamu iko inagonjwa. Inajumuisha watu wote, jumuiya, na ndio hapo wakakubali hiyo jina kwamba Jumuiyatul Islamia fi Zaire, umoja wa Waislamu wa Kiislamu katika nchi ya Zaire. Wakachagua hiyo kundi ya jumuiya na ndio ikaitwa Komisa à l'époque. Na ndio wakamchagua. Ikabidi hapa wamtafute msimamizi ni nani.
kukosa kuwa na mashehe ambaye walikuwa mashuhuri, kwa sababu muda ule ilibidi kupata shekhe pia ambaye anayesema Kimombo, maana yake lugha nyingine isiyokuwa Kiarabu. Ibrahim Matayabu alikuwa mufti, wakenda kumchugua shekhe kutoka Bujumbura, lakini mkongomani wa aslia Mbembe, afadhali yeye alikuwa kidogo na nivo kidogo ya ujuzi wa kuzungumza lugha nyingine isiyokuwa Kiarabu na Kiswahili. Wakamtia msimamizi, lakini anazungukwa na wanani wasiokuwa mashehe, ndio walimdomine, akawa mwenyewe hapa. Sasa hawa wakaendesha dini kwa malengo ya faida yao, biashara vyao, maana walikuwa wengi walikuwa wafanya biashara. Kazabele ametoka Bujumbura, kwa hiyo ikaonekana kwamba walifanya hiyo stati kwa malengo yao wao, kwa sababu hawakuwa mashehe, na huyu shekhe mwenyewe alikuwa mgeni, hakuna namna ya yeye kuimpozee hawa, kwa sababu hapo wakafanya mteko wao ukakamata. Sasa kidogo si tunakuja mashehe, tunakuta ule mfumo, ule mchezo, mtego wenyewe wale wazee walitega ule, si unaendelea. Baadaye kidogo ule mzee akachokwa, akastaafu, wakambeba mtu asiyekuwa shekhe, unakuwa representant legal. Non, les administratifs representant legal, lakini tutamkilia mtu mmoja wa shekhe ngambo ya serikali na kaza ni administratif. Ndio wakina Kazabele Kazabele huko anachangia na Mobutu mwanamke nani huko. Unaona baba? Wakaendesha dini kama walivyopenda. Mobutu alikuwa anamuita Kazabele, napenda unilombee nani Libi msaada wa malangu zeri ya wasoda. Walikuwa naita zamani maladrofe. Si tumeiona hata kwa majandarme Islam, lakini inaenda kusaidia wasiokuwa Waislamu serikali. Na leo hii Mwarabu au Waislamu wa nje kwa kusema waje wasaidie dini ya Uislamu. Unaona bwana, ndio hivyo ilikuwa. Sasa utakuta huyu asiyekuwa shekhe pale anaitilize shekhe. Wewe kuja huku sema hapo tuko minimize. Kwa sababu ya nini? Wale wazee ndio walitutangulia. Nous sommes capables wa kudefendre dini, kidini, Kiswahili, Kifaransa. Anaongeza si hata Kibembe tunaweza kusema. Hii nataka kuambia ndugu zangu mashehe, ni matatizo, ni magonjwa. Nilipokuja sisi tunasema hapana, huyu atatusimamia dini. Ndio matatizo. Jamali Lumumba ndilo ni administratif. Jamali anatoka Saudia, amemaliza masomo, licencié en droit islamique, lakini ndilo ni representant legal. Tena anajitia yeye mwenyewe vice ministre wa affaires sociales. Mobutu anasema okay, kota ya Waislamu mlete ministre, nimpatie ministère. Yeye mwenyewe representant legal, yeye mwenyewe ministre wa affaires, vice ministre wa affaires sociales. Anasimamia dini na huku ni mtu wa serikali. Jamali anasema haitawezekana. Wewe unabakia kwa serikali kwa sababu huko administratif umesoma kizungu. Sisi tumesoma dini. Mimi ndio nitakuwa representant legal. Vita, vuta ni kufa. Na wenyewe wanamsupport huyu. Vita sisi inaonekana. Madogo kaanza mkomiko. Vita nje miaka 5. Kwa huyu na komiko yake, huyu na komiko yake. Lakini en 2004, 1998, shekhe munonansi na poste ya kukua. Wale mashehe wote wakapata kulabati fulani, afike Bujumbura atapata ndege pale na hivi anaenda Kinshasa. Mwingine afike fasi fulani atapanda ndege. Wakina marehemu waliohudhuria mkutano walitoka pa Bukavu, Uvira, Kale na Kabare. Wahudhuriaji walitolea pendekezo kwa kumaliza kwa lote mzozo inayoripotiwa katika jamii ya Waislamu ambaye wanaitwa madoyen katika huu mjini wa Sud Kivu. Nikiona hapa mbele yangu nina kaka yangu Sheikh Ramadhani Morisho. Huyu wakati mimi nafika wakati Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alisomewa Qur'ani na sahaba wake ambaye yeye mwenyewe alimwambia wakati alizungumza ile maneno, fakaifa idhaji. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilia na akamkataza msomaji aache kusoma. Sasa ikiwa kweli na sisi sana wewe watu wa komiko, kama mko mwanzo hivi mnatafuta mpeleke madaraka, na dawa yangu ya pili kama anavyotuambia shekhe, pamoja na hiyo shekhe utafu hasa ukavu. Mwenyezi Mungu akujalie nguvu. Watu wote hawatakupenda, hawatakubali, lakini fanya jitihada yako aliyofanya Nabii Muhammad kusudi Uislamu hapa Bukavu urudie kitu kimoja. Dawa sasa ndio nilikuwa sikuandika vizuri, ulisema tufanye nini? Kama vile kuna formation seminaire ambayo tutakuja kufunza watu wote, na ndio tunatoka sasa hapo cha mwisho mle ndani na kusikiza Mungu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الذي لبس العزة والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلق وبعض. Viongozi ambao wapi tumewapokea, waheshimiwa wazee wetu akina mzee Mkoko, waheshimiwa mashekhe wetu ambao mnapatikana sehemu kama hii. Kwa kweli mimi jambo ambalo nitakayezungumza, al-ulama hum mas'ulun, kwamba sisi wote kuulizwa, ndugu zangu Waislamu, huwa ni masambu makubwa sana. Mashekhe walionyesha aya mbalimbali, aya zingine zipo Mungu anatoa. Hii ni Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inaonyesha siku ya kiyama kila watu, kila umma wana imamu yao, ili wao watetee katika utawala ambao nyinyi mlitawala mlifanya nini. Yote ni katika lengo ya kuweza kusamehe yote yaliyoripotiwa na kuanza maisha upya. Miongoni mwa pendekezo ni kama vile hekima na busara kwa viongozi na kwa waamini, kutupilia mbali chuki na ukabila, kuadhibu wanaoleta vurugu na kutenda makosa katika jamii ya Waislamu na kadhalika. Waamini wa jamii ya Waislamu walipendelea warudilie maisha yao ya kale ambayo walikuwa siku kwa siku wakiungana kwa ajili tu ya amani na usalama na maendeleo ya jamii yao. Alhamdulillah rabbil alamin, الواحد القهار العزيز الغفار، زعيمنا ووسيلتنا إلى ربنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tukianza tena kumshukuru Allah Baba wake na Waislamu wote kwa jumla wataushikamana naye bega kwa bega kwa ajili ya kuirudisha asili ya dini ya haki. Nasi tunamwomba Allah tualie tukue miongoni mwa hao, Allahumma amin. Warabu wanasema kullu ati min qarib, kila chenye kuja sharti kiko karibu ya kufika, na watu wameshaingia kwenye sala. Msamaha sisi kama protocol ya wakati retard ya 55 minutes ndio iko akize directement hapa. Sindo wastaarabu lazima tuweze kuheshimu wakati mpunguzi, maana ile Mungu alisema na njoo hiyo. Lakini kwa kuwa yeye ndiye Allah, al-kamalu lillah wa an-nuqsanu lil-makhluq, Allah ndio mwenye ukamilifu, kila mwanadamu kwa utukufu na ubora wa Qur'ani al-Karim, na tuinue kupitia hicho kisomo daraja katika jannatuhu an-na'im. Tuliandaa kila kitu, tukatia ordre du jour ya sur la situation de la communauté islamique au Sud Kivu. Tutafatisha na projet
programmés par les autorités. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Je m'appelle Cheikh Imam Saleh Rajabo. Je suis le représentant de la communauté islamique adjoint chargé de culte dans la province du Sud Kivu. Bon, il faut retenir que moi, en tant que responsable, parce que mon titulaire est encore à Kinshasa, je suis de retour de l'Assemblée générale élective de la communauté islamique en République démocratique du Congo. J'avais réuni les imams, les théologiens, au jour d'aujourd'hui, pour réfléchir ensemble comment on peut développer et faire avancer notre communauté ensemble. De deux, j'avais restitué aux imams, éminents imams, cheikhs de la province du Sud Kivu, de l'activité de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à Kinshasa, mais aussi d'autres activités très importantes de la communauté que nous avions réalisées ici dans la province du Sud Kivu. Voilà pourquoi j'avais convoqué les imams pour échanger ensemble, d'abord les informer de la situation, les restituer de l'Assemblée générale, donc les résultats de l'Assemblée générale, mais aussi avoir leurs idées, leurs contributions morales pour faire avancer notre communauté. En fait, j'avais restitué aux imams de la province du Sud Kivu, parce qu'il y a des ceux-là qui sont venus d'Uvira, Fizi, Kale, Idjui, Mwenga, Shabunda, et Walungu, Kabare, les résultats de l'Assemblée générale. Comment nous avions fait notre Assemblée générale et les résultats sortis de l'Assemblée générale. C'est-à-dire, nous avions élu les nouveaux chefs, les nouveaux autorités de la communauté islamique en RDC, à commencer par les comités directeurs et les provinciaux. Maintenant, au niveau national, il y a les représentants légaux, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, qui a été élu comme représentant légal, le secrétaire général honorable Moussa Kalema Songolo Zakou, d'ailleurs celui-là, c'est un expert, il a l'expérience, il est 7 fois élu député national. Il a été ministre plusieurs fois dans les gouvernements, différents gouvernements de la RDC. C'est lui qu'on a élu comme secrétaire général de la communauté islamique en RDC. Mais au niveau provincial, il y a Cheikh Waloulé Ledjouma Ramadani, qui a été élu comme représentant provincial, secondé par moi-même qui vous parle, comme adjoint chargé de culte. Voilà. Mais il y a d'autres membres qui sont complétés ici. Dès lors, il est de retour les chefs d'entité. Les résolutions, en tout cas, c'est très important de dire ça. En tout cas, j'apprécie beaucoup les participants qui ont donné, chacun d'eux, son point de vue. Maintenant, les résolutions, c'est de mettre d'abord tous les imams, tous les cheikhs, les théologiens, ensemble, de travailler ensemble, unis, parce que l'union fait la force.
Je vais vous dire une chose. Les musulmans, nous sommes marginalisés. Vous allez voir, vous allez constater avec moi que nous ne sommes pas représentés ni au gouvernement provincial, ni au niveau national, ni dans les institutions publiques de l'État. Pourquoi? Parce que peut-être la faute revient à nous-mêmes, du fait que nous sommes déchirés, nous sommes divisés. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avions compris que nous devons travailler ensemble pour l'intérêt de la communauté. Parce que l'union fait la force. Ça, c'est un. De deux, nous allons fournir les efforts, tout le monde ensemble, pour visiter nos mosquées, nos musulmans à tous les niveaux, c'est-à-dire dans des villages, dans les coins et recoins de la province du Sud Kivu. Et il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas les dire devant le micro, mais au moins, tout se passe bien. Je suis très content. En tout cas, les résolutions est très important qui est sorti dans cette réunion d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs projets qu'on veut quand même effectuer. Par exemple, comme vous le savez, nous les musulmans, on n'a pas l'université ici. Ça, c'est parmi les projets qui est sur la table. On discute avec les bailleurs de fonds pour avoir l'université islamique ici, comme IOB, comme ICB et consorts. Ça, c'est un. De deux, aussi construire les hôpitaux et centres de santé, qu'on n'en a pas. Voilà, il y a plusieurs projets qu'on a discutés avec les amis, les collègues et les chefs. Mais au moins, l'importance, nous nous sommes mis d'accord et nous avons les gens de bonne volonté qui veulent nous assister. Et nous appelons aussi la République démocratique du Congo, donc l'État, même le gouverneur de la province, le gouvernement provincial, de nous considérer et aussi de nous venir en aide. Lorsque nous les demandons de nous aider, de nous assister et aussi de ne pas oublier les musulmans lorsqu'il y a les choses, il y a des projets de développement dans les musulmans. Nous avons les ingénieurs, nous avons les juristes, nous avons les docteurs, les médecins, n'est-ce pas, qui peuvent aussi aider, contribuer pour l'avancement de la province du Sud Kivu, sur tous les plans. La communauté islamique du Sud Kivu, d'abord, je vais demander à tous les musulmans d'être d'abord solidaires, unis, de ne pas laisser les joints ou les trous, que les ennemis de l'islam entrent, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes très mal réputés dans le monde. On dit que les tueurs, les Al-Qaïda, c'est les musulmans. Les kamikazes, merci beaucoup. Mais par contre, l'islam, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas vraiment la réputation des musulmans ou de l'islam. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la tranquillité. Donc, là où un musulman, il est, donc, comme vous êtes avec moi ici, vous devez vous sentir à l'aise dans la sécurité. Je ne peux pas être à l'auteur d'insécuriser les gens. Donc, je demande aux musulmans d'être unis. Et puis, de travailler ensemble, de suivre le Coran et la tradition prophétique. Et qu'on amène tout le monde dans la paix, dans la tranquillité et dans le développement des musulmans et les non-musulmans. Voilà. Et aussi d'avoir confiance aux nouveaux dirigeants de la communauté, parce qu'ils sont là pour travailler à l'intérêt de la communauté. Je réponds au nom de Cheikh Saïfoullah Saleh. Je suis imam parmi les imams de cette ville. En tout cas, la réunion de ce jour, nous saluons seulement ce que notre imam, représentant chef d'entité du Sud Kivu, adjoint, chargé des questions de prédication. Nous saluons vraiment son courage, sa bravoure et nous disons que ce que nous venons de retenir aujourd'hui dans cette réunion est que les musulmans doivent s'unir, doivent se mettre ensemble, surtout ceux qui sont ciblés, qui sont des imams et les cheikhs
qui dirigent de temps en temps les musulmans et qui sont aussi à la base de l'unification de l'islam. Alors ils sont appelés à s'unir. Kwa kweli tunaendesha mkutano wetu leo. Tumekutana na maimamu wote mashehe wa province ya Sud Kivu kwa kuzungumza maendeleo ya dini, na kwa kweli tumezungumza vizuri na maimamu wote wa province ya Sud Kivu. Tuko pamoja na wazee na vijana pia, na tumeona kwamba watu wote tumefurahi na tumewapatia matokeo ya Assemblée Générale ambayo ilikuwa Kinshasa, na kuwaonesha ni wanani viongozi wao wapya ambayo wamepita, na tumeomba watu wote Waislamu tuje tutumike pamoja kwa maendeleo yetu ya Uislamu katika jimbo letu la Sud Kivu. Kwa kweli pendekezo makusudio yetu ya leo kwanza ni kuweka Waislamu wote kitu kimoja. Tusiwe divise, kwa sababu tukawa divise tunajiaffaiblir. Hilo ni moja. Pili, tutafute ni kipi tunaweza kufanya kwa pamoja ili Uislamu wetu uendelee mbele. Na tatu, maimamu wote tujitahidi kwenda meme kuma vijiji, kwenda kutizama afya ya Uislamu na Waislamu huko na kuwaleta katika njia inayostahiki katika jimbo letu la Sud Kivu. Ensuite, nilipenda kusema kwamba siku mingi tu Waislamu tulikuwa katika vuta ni kuvute mkokotano, lakini le temps est révolu. Donc watu inabidi tuache mambo ya vuta ni kuvute. Sisi ni wacha Mungu na dini yetu ni Uislamu. Mungu wetu ni mmoja. Manabii wamekuja na vitabu vya Mungu, wote wameamua wametuzungumzia upendo, umoja, kumjua Mungu. Hiyo ilikuwa ni katika mambo ya leo tuliyoizungumza ndani ya mkutano. Kwa kweli ujumbe ambaye kwanza nimeita Waislamu wote jimboni Sud Kivu katika umoja na mapenzi, na wote wajue kwamba umoja ni nguvu. Na pili, Waislamu wajitahidi kuja kudadisi pamoja mambo ya maendeleo ya dini. Na tatu, tutafute nini tutakachokifanya kwa umma wenyewe huko unakuja, bimaana watu watakaikuja baada yetu sisi. Na hivyo tuna vijana wamesoma, wa maengineer, madoctors, majuriste, wanani wapo. Tutafute namna tutapata mahospital, namna tutapata university kwa jina ya Kiislamu, lakini itakuwa ni faida ya watu wote wa jimbo la Sud Kivu na pia wa Kongo nzima. Na hata serikali tunaiomba pia watusaidie, maana sisi wote ni watoto wa Sud Kivu. Na tunaomba pia government yetu hapa provincial, mnaona nyinyi wenyewe tuko nulle part, hatuko represente. Mena tunaomba pia serikali itusikie malalamiko yetu na itusaidie, na sisi tuwe kama watu wengine wote ambaye wako wanatumika kwa ajili ya faida ya jimbo la Sud Kivu pia la Kongo. Naitwa kwa jina la Sheikh Haruna Juma Muhababa, ni parmi makadre ya dini ya Uislamu hapa Bukavu au jimboni Sud Kivu. A partir ya mkutano ambao tumeutia, kwa upande wangu naona kwanza ni mkutano wa kuzidi kujuana tena upya, na ni mkutano ambao utatusaidia kujenga fikira mpya tena, kinyume na vile tulivyokuwa tunaishi. Baadhi yetu tulikuwa tulishakuwa watu hawa wampende huyu hawa wasimuone huyu, lakini huu mkutano ni moja katika sababu ya kuanza kuransamble mashe, kwa sababu unification ya mashe ndio itaferi unifie na ba musulman bote bangambo na ngambo. Ndio profia ambayo nimeipata katika makusudio ya mkutano kama huu. Ujumbe wangu mimi kwa viongozi wote wa mji wa Sud Kivu jimboni ni kwamba wazidi kuhamasisha Waislamu wakuwe kitu kimoja, wahamasishe Waislamu kuondoa fitna na chuki baina yao,
wahamasishe Waislamu kupendana na kuhurumiana na kusaidiana